Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakika Mungu wetu ni Mungu mkuu, Mungu mwaminifu. Na hatuchoki kumtangaza, hatuchoki kumsifu, kumtukuza, maana matendo yake ni makubwa sana. Anabadili giza kuwa nuru, anabadili mauti kuwa uzima, anabadili huzuni kuwa furaha. Mungu wetu anaweza. Hakika Mungu wetu tutamtangaza asubuhi, mchana, jioni na usiku, maana Mungu wetu anatosha. Mara tunakuwa na waza ya kama tunalia wala tunasema katika jangwa. Mara tunasema mbona watu hawatusikii, mbona hivi na hivi, lakini ile yote haiturudishe nyuma. Tunatangaza tu, maana tunajua kuna wakati ambao utafika, watu watasikia, watu wataona, watu watatukuza Bwana wa majeshi. Ninayo moyo wa furaha sana kwa kuwasikilizisha mjakazi wa Bwana, dada yetu, mama yetu, shangazi, mjomba, mjakazi kabisa, shupavu wa Kristo, mama yetu Elizabeth. Hii mwezi wa kenda uliopita tulikuwa Amerika katika mkutano wa mwisho hapo Kentucky, na mama huyu nilimkuta hapo. Nikasikia nibariki sana. Tulikuwa tunahudumia pamoja, tunaomba pamoja, tulikuwa tunalala pamoja, na nikaona huyo mama ana sehemu kidogo kidogo tunapatana kwa vitu fulani. Yaani mama muombaji, mama anayempenda Kristo, mama anayejitoa kwa ajili ya Kristo. Nikasikia nimebarikiwa sana. Nikamwambia mama, tafadhali nipe ushuhuda kidogo. Tupatie ushuhuda kidogo, tupatie ushuhuda kidogo, tujue wewe ni nani, umetoka wapi, umefanya nini, na Bwana Mwokozi amekutendea nini. Sasa mama yetu Elizabeth akanitumia ushuhuda mfupi tu, na ninapenda mpate kumsikiliza. Jina la Bwana libarikiwe. Ya shalom wapendwa, shalom. Ni mimi mjakazi wa Bwana, mtumishi wa Mungu. Ya kwa kifupi kabisa, namshukuru Mungu wa kupata nafasi hii. Si rahisi kuipata nafasi kama hii. Sio rahisi. Ya mimi mama, nilikuwa mama kweli ambaye napenda vitu vya dunia. Nilikuwa nikijipaka mafuta ya Carolite, kuvaa masuruali, kufanya kila kitu. Sasa siku moja nikawa nimenunua mafuta box nzima, nikaweka chini ya kitanda. Nikasema hapa nitamaliza siku najipaka ili nikuwe mzungu sana, na nilikuwa mzungu kweli. Ya kwa kweli usiku nikawa nimelala, naota mbona unanisumbua sana na kufunga. Mbona uko unanisumbua sana na kufunga na una vitu vyetu. Kwa maana ilitokea nianze kufunga sababu gani? Nyumba yangu iliingiliwa na majaribu mengi. Yaani majaribu hapa na hapa, maugomvi hapa na hapa. Tulikuwa watu wazuri kabisa, tulikuwa na furaha ndani ya nyumba, kukageuka yani ghafla kwa kosa amani, yani hakuna furaha yoyote. Naenda kanisani, ukirudi kanisani ni ugomvi na mwenzangu, matatizo hapa na pale yasioisha. Kwa kweli nikaazimia moyoni, kwa nini nipate mateso haya, na yupo Mungu ambaye anajibu kwa maombi. Nikasema hapa acha nianze kuomba, nianze kufunga na kuomba. Ukweli nikaanza kufunga na kuomba. Nikafunga siku 40 unafunga. Yaani unakula jioni kichakula kidogo mpaka siku 40. Siku 75 nafunga. Nikaingilia mpaka siku 10 kavu. Hakuna maji, hakuna chakula, na niko natumika kazi. Niko naomba kwa bidii. Siku 10 wa mama, huku nafanya kazi, tena nafanya kazi ya housekeeping. Kwa sababu nilikuwa napenda nimlilie Mungu anifungue. Nyumba yangu ikuwe na amani kama zamani. Kwa kweli kukazana hivyo na maombi na mafuta na jipaka, hakuna mwingeniambia kwamba ni dhambi.
kwa sababu nilikuwa naomba, nabubujika rohoni, napata amani, lakini nikirudia nyumbani magomvi. Kwa hiyo ili kufunga kwangu kwa bidii na kumlilia Mungu kwa bidii na kumtaka Mungu na nguvu zake, kama kitabu kinachosema ya kwamba mtake Mungu na nguvu zake zote, na mimi nikamtaka Mungu kweli, nikaanza kufunga. Ndio hiyo siku nikaambiwa, mbona unatusumbua sana na kufunga na una vitu vyetu na vitu vyetu? Nikashituka muusingizi, nikasema ni vitu gani hivi? Nikaja kujiangalia, hii ngozi nilio nayo sio yangu, si ngozi yangu, hii si ngozi yangu. Kwa hiyo nikaangalia, nikasema nilinunua jana box ya mafuta, nikayachukua, nikaenda kuyatupa. Kwa hiyo wamama, kuna hadi tunapitia zingine kupitia sisi wenyewe wamama. Ukishajipaka mafuta, ukishajiweka mapambo, unamkaribisha jini Maimuna, unamkaribisha jini Sharife, unamkaribisha jini Husna, hayo majini yote ndio anashikilia mambo ya mapambo. Sasa ukishayakaribisha, lazima ukose amani ndani ya nyumba yako, kwa maana wewe unakuwa umeshaolewa na nguvu za giza, unakuwa umeshaolewa na wanaume wa kiroho. Unakuwa unaota tu usiku kwamba niko nafanya na bwana yangu, na kweli unamwaga usiku, lakini ukiamka unakuta bwana amelala, wala bwana hajafanya kitu chochote. Juu umeshakuwa na bwana wa kiroho. Ngozi kujigeuza ngozi, unakuwa na jini Sharife, na jini Sharife ni jini wa mahaba. Sasa unakuwa na jini Maimuna, jini Husna, majini yote unakuwa yamekuja. Unakuwa kwanza una kiburi, unakuwa na dharau, unakuwa unaona wale wenye hawajigeuzi, hawajipambi, hawajifanyi mzuri, wao hawaendi na wakati, wamepotea. Kwa hiyo wamama, ukitaka ushinde majaribu ndani ya nyumba yako, anza kufunga. Funga bila kukoma. Funga bila kukata tamaa. Unaweza kafunga hata mwaka, hata miaka 2, hata miaka 3, lakini mwisho wake tu Mungu atakupa jibu. Atakupa jibu ya ndoa yako. Kwa hiyo mimi nilianza kufunga kwa sababu ya matatizo hayo ambayo yalinitokea, kukosa amani ndani ya nyumba, kukosa furaha. Nikaanza kuitafuta furaha ya nyuma, ilikuwa furaha ya mzuri, nilikuwa sina matatizo, nilikuwa na amani. Nikaanza kuitafuta sasa. Kuitafuta mwenye vitu vyake, naye ananiambia kwa nini nafunga sana na niko na vitu vyao. Nilivyo vitupa wapendwa, mpaka sasa niko na amani, niko na funga. Na nyumba yangu ni amani, ile mafujo yote hakuna. Na zamani kabisa nilikuwa mweupe mzungu, lakini sasa cha ajabu, nilikuwa kila wakati nikitaka kupiga picha kabisa wezi inaungua. Kama nina picha moja tu ni kama iko kwenye simu, na kwenye simu siwezi kuionyesha juu niko na shika video. Niko na picha tu nusu tu, kama ngapi tu ambazo nimevaa suruali. Ndo mimi huyo ndo mimi huyo. Nilikuwa navaa masuruali, nilikuwa najipendezesha kila kitu. Ndo mimi huyo. Lakini mapicha mingi, wakati nimegeuka kabisa kuwa mzungu, hata kuenda juani naogopa, kutembea juani naogopa, nikaanza kuungua. Ndio kwa kweli wamama, tuachane na vitu vya Yezebeli. Ukishajipamba umekuwa Yezebeli. Mimi na rangi nzuri sana, sikuwa mweusi, nina rangi nzuri sana. Na hivi niliacha mafuta, hata rangi yangu haijarudi, na sidhani kama itarudi, kwa sababu nilijiharibu kuongeza Carolite. Tena isitoshe wamama, kufunga inakufanya ufunguliwe vitu vingi ndani ya nyumba yako. Kama mama ukisema una udhaifu wa kufunga, maana yake umefunga hatima ya nyumba yako, umefunga baraka zako ndani ya nyumba. Kwa maana mama tunaambiwa ni msaidizi wa baba, lakini sisi ndio Mungu ametupa akili nyingi ndani ya vichwa vyetu, ametupa maarifa mingi. Mwanamke anaweza kufanya kazi 7 kwa dakika 1, lakini mwanaume ukimwambia angalie maharage, awashe, afue, afanye hivi, afagie, hawezi kubifanya. Lazima vitu vimoja tu vitaharibika, kama ni manguo chakula kuungua, au manguo kutokukausha, au kutokufua. Kwa maana sisi wanamke tuko na akili, tumepewa kwamba ni wasaidizi, lakini wasaidizi wenye hekima. Tumejaa hekima nyingi, tumejaa maarifa mingi. Kwa hiyo tuachane na mambo ya Yezebeli, ili ya kwamba tuweze kumjua Mungu wa kweli. Kwa hiyo tuachane na mafuta, tuachane na vitu vya mapambo. Mapambo sio mazuri. Kweli nilijipaka na nikawa mweupe. Mapicha yote nilikuwa nikipiga, yani inaungua.
Hata kama niko katikati ya watu wote watatoka vizuri, lakini mimi sura yangu inakuwa kama vile machenga, kama upepo, kwa sababu Mungu alikuwa apendezwi na mimi. Mungu alikuwa ameshanichukia. Mungu alikuwa ameshanigeuzia mgongo. Kwa hiyo wamama, tukazane sana na kufunga na kuomba. Kama tutafunga, tutakuwa tunalalamikia ndoa zetu hazina amani, ndoa zetu zinajaa matatizo, ndoa zetu zina vikwazo. Ni sababu sisi wenyewe vikwazo tumevireta. Tumefika nchi za nje, yani kujigeuza ngozi, kujipamba, makeup, sijui nini. Hawezi kutoka nje bila suruali, hawezi kutoka nje bila hiki, kwa sababu unavutia ulimwengu ukupende. Ulimwengu hata ukikupenda na Mungu anakuchukia, ni bure. Bora ulimwengu kuchukie na Mungu akuone wa thamani. Mungu akujitapie weye, Mungu akujisifie weye. Unapotembea anakuona wewe ni wa thamani sana, kwa sababu unafunga. Wapendwa, kufunga kulitatua nyumba yangu kuwa na amani. Kwa hiyo msichoke kufunga. Wengine mnasema kufunga utapungua. Hata mwili wangu ukipungua, si kesho utakula utanenepa tu. Kama na mwili wa unene ni mnene tu, na kama ni mwembamba tu. Mimi hata nikule siwezi kunenepa. Ni mwili wangu huu. Kwa hiyo wapendwa, kama una mwili wa unene, unaanza tu kupungua sasa unafunga, lakini ukimaliza kufunga, ukimaliza kula, mwili unarudia pale pale. Kwa hiyo wapendwa, tufunge kwa bidii. Tusiache kufunga. Juu kufunga ndio funguo za maisha yako, ndio funguo. Kufunga ndio mafuta. Hauwezi kutembeza gala ina mafuta, na hauwezi kuwa mtumishi wa Mungu haufungi. Bila kufunga maana yake hauna mafuta ya kiroho. Utatangazaje injili? Utatembezaje gala ina mafuta? Kufunga ni mafuta ya mwanadamu, mafuta ya kiroho, mafuta ambayo itamfanya mwanadamu atembee kwa haraka katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo wapendwa, tufunge sana ili kizazi chetu nacho kikombolewe. Kwa leo nitaishia hapa. Mungu awabariki sana na awape neema ya kutambua kwamba kufunga kunafungua mambo mengi. Mbarikiwe wapendwa, na wapenda sana. Na alama hizi nimebaki nazo wapendwa, hazitaisha mpaka Mungu mwenyewe afanye rehema zake azimalize ziishe. Juu Mungu anamalizaga. Hii marama ni wakati ukiacha majini sharife sasa yanaondoka na kubabua sura, yanaacha na kuharibisha sura, ndio unabakia hivi na makovu, unakuwa mweusi, unakuwa mweupe, unakuwa mweusi. Juu ubaki na sevenile ya kumkosoa Mungu kwamba Mungu hafai. Tusimkosoe Mungu. Tusimkosoe kabisa Mungu. Tujikaze na uzuri wetu Mungu alituumba nao. Mungu abariki wapendwa, na neema ya Bwana iwe nasi. Aliniambia mengi kuhusu maombi, gisa alikuwa naomba na funga, na mimi nikasikia, na mimi yale mambo nami nimeyapitia ndani. Nimeomba, nimefunga muda mrefu. Mbele sikuwa naweza kama mtu anaweza fanya muda mrefu ndani ya mafungo na anaishi. Yaani wala narudie tena mtu kama mtu mzima. Hakika Mungu anaweza. Ninapojiangalia mimi gisi niko, mimi namwambiaka Yesu, Bwana Yesu, hakika wewe ni Bwana. Unitazame Kristo, utukuze jina lako. Mimi namwambiaka Kristo, maisha yangu ni ushuhuda. Unitazame, ujitukuze, maana wewe ni Bwana. Maana haulinganishwi au ufananishwi. Ninapojiona na kisi nilikuwa mahali nimetoka, nimeona mkono wako, na sasa ninasema wewe ni Ebeneza. Mpaka hivi Kristo anatupigania. Jusqu'aujourd'hui le Seigneur nous a secouru. Mpaka hivi anatupigania. Ebeneza, Ebenezer. Yesu ni Ebeneza. Basi nisiende mbali, na ningali nitasema kidogo muda utakaopatikana. Kwa muda utakaopatikana nitasema kidogo kuhusu mafungo. Kuhusu ushuhuda wangu wa mafungo mimi binafsi nitashuhudia. Jina la Bwana libariki.